بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Safar mwaka 1447, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tulianza na tuendelea na al-aslu ath-thani ma'rifatu din al-islam bil adilla. akataja ta'rif al-islam, qala wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. na maelezo ya hayo tumeyasoma katika kikao kilichopita. ثم قال رحمه الله تعالى وهو 3 مراتب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي 3 مراتب. amebainisha mwandishi hapa rahimahullah kuwa dini ya Uislamu iko katika martaba 3 au daraja 3, baadhiha fawqa baadhi, baadhi yake daraja yake iko juu kuliko nyingine. وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا المصنف رحمه الله كما وهو 3 مراتب، وهو أي الدين، هي دين 3 مراتب أي منازل. كنا درجة 3. الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. kwa jumla Uislamu ni martaba kivyake, na iman ni martaba ambayo iko juu zaidi kuliko al-Islam, na al-ihsan ni martaba ambayo iko juu zaidi kuliko martaba al-Islam na martaba ya iman. na wanaoifuata dini ya Kiislamu hali yao haitoki katika mojawapo wa hizi martaba 3. na Muislamu aweza kutoka katika martaba au daraja akaenda katika martaba ya juu zaidi, au aweza kutoka katika martaba ya juu akashuka katika martaba ya chini. kwa hivyo قد ينتقل المسلم من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها أو أدنى منها على قدر طاعته لله سبحانه وتعالى، وقدر يبلي أنا بمتي الله سبحانه وتعالى، أو إذا كبان جو أو كشوك مرتبة. مرتبة يا كوانزا مرتبة الإسلام، مرتبة يا كتكاتي الإيمان، وأعلاها الإحسان، مرتبة جون مرتبة إحسان. na yote anayefika ya juu maana yake tayari ameipitia ile ya chini yake. kwa hiyo kwa mfano mtu amefika daraja ya ihsan, maana yake aitwa al-muhsin. فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم.
Kwa yule alifika daraja ya ihsan, maana yake tayari ana daraja ya iman na ana daraja ya islam, amezipita hizo mpaka kufika juu, anazo hizo nyingine. Na mu'min alifika katika daraja ya iman, huyu tayari amepita daraja ya nini? Al-islam. Ama al-muslim tabakia ni pale pale, daraja yake ni ya Uislamu, hajafika daraja ya iman. Kwa martaba ya kwanza, martabatul islam, وهي أوسعها من جهة أهلها. na martaba al-islam ndio pana zaidi, kunjufu zaidi, ukizingatia wale wanaoingia katika boma hili. وهي أقل مراتب الدين, na ndio manzila ya chini katika manzila na cheo cha dini, na ndio martaba ya kwanza anayesilimu na kuingia katika Uislamu, mwanzo huanza na daraja hiyo. Kwa hivyo akitamka tu kuwa amesilimu, yule asiyekuwa Muislamu, daraja yake ni martaba nini? Ni martaba ya al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Hujurat, qalatil a'rabu amanna, ay qala ba'd ahli al-badiya lamma qadimu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walikuja baadhi ya mabedui kutoka baadhi ya mashambani, wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia amanna billahi wa birasulihi, tumemwamini Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kuambia, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. قل لهم أيها الرسول لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا. waambie ewe mtume wetu, nyinyi bado hamjafika daraja ya al-iman kuwa mwaitwa mu'minun, la, lakini semeni nyinyi mmesilimu na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. walam yadkhul al-iman fi qulubikum ba'du, bado imani haijaingia katika nyoyo zenu mkafikia daraja hiyo ya juu. Lakini pia walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, bado haijaingia, yatarajiwa kuingia. Lakini hapo hapo Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia hawa mabwana, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a inna Allaha ghafurur rahim. أي وإن تطيعوا أيها الأعراب، وإن تطيعوا الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات، mkimtii Allah na mtume wake katika kumwamini, kufanya mema na kujiepusha na yaliyoharamishwa, la yunqisukum Allahu shay'an min thawabi a'malikum, Allah hatawapunja chochote katika malipo ya amali zenu. inna Allaha ghafurun liman taba min ibadihi rahimun bihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa maghfira kwa wale wanaotubia katika waja wake, tena ni mwenye rehma juu yao. Kwa hii aya ikatuwekea wazi kabisa kuwa yule anayeingia katika Uislamu mwanzo aanza na martaba nini? Al-Islam, kabla ya kuingia katika martaba ya al-iman. Na hakuna kinachomtoa mtu katika martaba ya al-Islam isipokuwa kufur na shirkun akbar al-mukhrij min al-millah. Hiyo ndio inomtoa katika daira ya al-Islam. Martaba ya pili katika maratib ya dini aliyotaja hiya martabatul iman, ni martaba ya iman, وهي التي تلي مرتبة الإسلام في العلو. na martaba ya iman ni ile ambayo iko juu ya martaba ya Islam
iko juu yake tu moja kwa moja. Baada ya Uislamu apanda katika daraja nini ya imani. Kwa hiyo ina dhiki zaidi, yani ya dhiki kile ikipanda juu ya watu wachache zaidi. Kwa daira ya Uislamu ni pana zaidi, waingia watu wengi zaidi, lakini daira ya imani ni daira inaanza kupungua sasa. Wanaofika daraja ya juu ni wachache. Na hapa akifanya mema, akifanya ibada alizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi biidhnillah ta'ala atapanda daraja mpaka kufikia katika martaba nini ya iman, kulingana na amali zake, kulingana na imani yake. Kisha kuna almartabatu thalitha ambayo ndio hiya martabatu alihsan, ni martaba ya ihsan, وهي أعلى من مرتبة الإيمان. na martaba ya ihsan iko juu zaidi kuliko martaba ya iman. وهي أضيق المراتب، هي أضيق المراتب. na hii ndio martaba ambayo inadhikika zaidi, bimaana ina watu wachache zaidi. Kila ikipanda juu watu wazidi kuwa wachache. Na watu wa ihsan waliofika katika daraja ya al-ihsan ni wachache zaidi kuliko watu wa martaba ya Islam na iman. Na hii ni martaba iliyokuwa juu sana. Hakuna anayepanda katika martaba haya isipokuwa katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala waliowema sana. Na dalili مراتب هذه الشيخ ابن عثيمين يقول: وكل مرتبة لها أركان. قال: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. na dalili ya hizi nguzo za martaba tatu zilizotajwa katika al-usul al-thalatha hapa katika al-asl athani ni hadithi iliyopokelewa na Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pale alipokuja Jibril akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu Uislamu, akamuuliza kuhusu al-iman, akamuuliza kuhusu al-ihsan. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainishia martaba hizi tatu, kisha akamwambia masahaba alipoondoka Jibril: hadha Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Huyu ni Jibril amekuja kuwafunzeni nyinyi dini yenu. Kwa hii ni dalili. Na pia ipo dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala inayoeleza martaba hizi tatu. Katika suratu Fatir Allah subhanahu wa ta'ala akajalia huu umma katika sifa tatu. فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي ثم أعطينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على الأمم القرآن. kisha tukawapa ummati Muhammad ambao tumewachagua sisi juu ya umma wengine wote kuwa wao ndio bora, tukawapa Qur'an. Thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Sababu umma Allah ameuteua akaupa ubora na akawaambia: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kwa huu ndio umma bora aliuchagua Allah subhanahu wa ta'ala, akawapa zawadi ya al-Qur'an, akawapa neema ya Qur'an. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. kisha akasema: فمنهم ظالم لنفسه، أي فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات
wa tarki alwajibat. Kuna wale ambao wamejidhulumu nafsi zao, na hawa hawakusimamia uwajibu wa imani vilivyo, bimaana wamefanya madhambi na wana mapungufu katika yale waliowajibishiwa. Mara ana hiki kafanya katika muharramat, mara katika wajibat ana upungufu fulani, hatekelezi vile inavyotakana. Swala atakana aiswali kwa jamaa, haiswali kwa jamaa, ana mapungufu katika ibada zake. Huu ni dhalimun li nafsihi. Kwa falmuslim, na hiyo ndio daraja ya Islam, lam yaqum biwajib al-iman, huwa dhalimun li nafsihi. Kwa huyu amejidhulumu nafsi kwa sababu hajasimamia ule uwajibu wa iman kikamilifu. Wa minhum muqtasid, muqtasidun bi fi'li al-wajibat wa tarki al-muharramat. Na huyu ndio al-mu'min ambaye ametekeleza ya wajibu na kuyawacha ya haramu, akayatekeleza yale ambayo ni wajibu juu yake na kuyawacha yale ambayo ni ya haramu. مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض المكروهات, pamoja na kuacha baadhi ya yale yanayopendekezwa kuyafanya katika ya sunna na kufanya mambo ya karaha mengine. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, أي ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, وذلك بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. Na kuna wale ambao wako mbali, wamesonga mbele katika imani yao, wakatekeleza ya wajibu na yanayopendekezwa na wakawacha ya haramu, bali na makruh pia wakayawacha. Na hii yote ni kwa fadhila nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah, kwani kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiqu bil khairat huwa almuhsin alladhi abada Allah kaannahu yarahu. Huu ni yule muhsin ambaye amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba amuona, au yaabudu rabbahu kaanna rabbahu yarahu, au amwabudu mola wake akihisi na nafsi yake kuwa mola wake ndio afanya nini, amuona. Kwa watu wapishana katika jambo la tauhid, watu wapishana kukubwa mno, watafautiana katika daraja zao. Kwa kuna wengine daraja zao ni za juu zaidi, na ndio maana hata katika kuingia peponi watu tofautiana. Faminhum man yadkhulu aljannata bighairi hisabin wala adhab. Sote tunajua kuwa kuna watu wataingia peponi bila ya kuhesabiwa wala kuadhibiwa hata kidogo. Sallallahu an yaj'alna minhum. Hawa hawataadhibiwa wala kuhesabiwa peponi. Na kuna wengine wataingia motoni kwa kadri ya madhambi yao wasafishwe, naudhu billahi minan nar, kisha ndio waingie wapi? Peponi. Kwa watakaa ndani ya moto kwa kadri ya madhambi yao, kisha watatolewa motoni na kuwekwa peponi. Kwa nini? Kwa sababu ya tauhidi iliyoko katika nyoyo zao na imani iliyo katika nyoyo zao. Kwa hizi ndio martaba tatu alizozitaja Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala. Qala wa kullu martabatin laha arkanun fa arkanu al-islami khamsatun. Nguzo za Uislamu ni tano. Kila martaba katika hizi martaba za dini tatu, laha arkanun ay la taqumu illa alaiha, kila moja ina nguzo, haisimami isipokuwa juu ya nguzo zake. Na tujue kuwa kila martaba haitimii mpaka utimize nguzo zake. Kisha sema fa arkanul islam khamsa ay la yastaqimu illa biha. Uislamu wa mja hauwezi kunyooka isipokuwa kwa nguzo ngapi? Tano. Hapa يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. وإسلام umejengwa katika nguzo tano: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Nguzo ya kwanza
ni ya shahada, shahada ya la ilaha illa Allah. Wa maana shahada al-i'tiqadu al-jazim. Shahada maana yake ni mtu kuitakidi kwa kukata, hana shaka katika itikadi yake. Na kwa nini al-i'tiqadu al-jazim, hii itikadi ya kukata, imeitwa shahada? Kwa nini imeitwa shahada? Wanavyuoni wasema libayani annahu la budda min al-i'tiqad al-jazim, kubainisha kuwa lazima uitakidi itikadi ambayo haina shaka ndani yake, hatta kaannaka tushahidu alladhi ta'taqiduhu. Alhamdulillah, yahdikum subhanahu, mpaka yafikia kiwango kuwa ni kana kwamba kile unachokiitakidi wakiona kwa macho, wakishuhudia, bimaana huna shaka kabisa, hauna dukuduku lolote katika imani yako, ndio kiitwa ash-shahada. Kwa ya kwanza kabisa akataja shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, na hii ni nguzo moja. Shahada ya la ilaha illa Allah, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala akizungumzia asema fa inna ash-shahadata aslu al-miftah. Hii shahada la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah ndio asli ya ufunguo. Ufunguo ukiwa kuna kile chuma kile alafu kina meno, sasa kile chuma kile ndio kama shahada. Piga mfano huu: والصلاة وبقية الأركان أسنانه التي لا يحصل الفتح إلا بها. na sala na zaka na nyinginezo katika zile nguzo zilizobakia ni ile meno ya ufunguo, ambako kule kufunguka kwa ule mlango hakupatikani isipokuwa kukipatikana na hii meno. Idkhulu aljannati mawqufun ala almiftahi wa asnanihi, kwa kuingia peponi hakuwezekani isipokuwa kupatikane na nini? Na ufunguo pamoja na meno yake. Yale meno yasipopatikana basi huingii peponi. Qila liwahb ibn Munabbih rahimahullah, alaysa la ilaha illa Allah miftahul janna? Wahb ibn Munabbih aliulizwa, je, si la ilaha illa Allah ndio funguo ya peponi? Qala bala, sema ndio, ni kweli. Walakin laysa miftahun illa lahu asnan, hakuna ufunguo wote isipokuwa una nini? Una meno yake. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futiha lak, ukija na ufunguo una meno yake utafunguliwa mlango. Wa illa lam yuftah lak, la sivyo umekuja na kijichuma tu hivi basi utaingiza, utasokota we, mlango ufunguki, hufunguliwi. Na hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akaeleza faida kwa nini shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah imechukuliwa kuwa ni shahada moja badala ya kuwa ni nguzo mbili mbalimbali. Qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah ruknun wahid. Shahada la ilaha illa Allah Muhammadar rasulullah ni nguzo moja. Wa inma kanata ruknan wahidan ma'a annahuma min shiqqain, lakini imehesabiwa ni nguzo moja pamoja na kuwa hapa kuna pande mbili. Shahada la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah, lianna alibadat, kwa sababu ibada zote anazozifanya muislamu tambani ala tahqiqihima ma'an, zimejengewa katika kuhakiki shahada hizi mbili kwa pamoja. Fala tuqbalu alibadatu illa bilikhlasi lillahi azza wa jalla, haikubaliwi ibada yoyote mpaka mja aifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas. Wa huwa ma tatadammanuhu shahadatu an la ilaha illa Allah, na ikhlas
ndio imo ndani ya shahada ya la ilaha illa Allah. Sababu la ilaha illa Allah ni kuwa mja aitakidi itikadi ambayo haina shaka ndani yake, bimaana itikadi ya kukata alla ilaha ay la ma'bud bihaqqin illa Allah, hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni nguzo ya kwanza ambayo ni lazima ipatikane kwa amali yoyote ili ikubaliwe, ikhlas. Wattiba'i ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na jambo la pili ambalo ni wajib lipatikane katika ibada anayoifanya Muislamu ili ikubaliwe mbele ya Allah, ile ibada lazima iwe imejengewa katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وهو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. na hii mutabaa ndio imo ndani ya shahada ya anna Muhammadan rasulullah. Mubtadi' yoyote katika huu ulimwengu anayezua bid'a na kufuata uzushi haja hakiki shahada ya anna Muhammadan rasulullah. Sababu anayehakiki shahada ya anna Muhammadan rasulullah ni yule ambaye ameridhia kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyokuja nayo. Sasa wewe ukizua katika dini ya Allah tayari umetia upungufu na dosari katika shahada yako wa anna Muhammadar rasulullah, na hili lichangiwe juu ya yale tunayoyataja kila siku katika hatari ya bid'a katika dini. Miongoni mwa hatari za uzushi katika dini ni kuwa uzushi watia dosari shahada yako ambayo ndio asli ya Uislamu. Kwa usije kumsikiliza mtu anayekwambia kuwa haina neno, hao wana hivi na wale wana vile, haina neno. Shekhe, chunga sana, chunga sana. Bid'a yagusa asli ya dini yako, bali lau kama mubtadi' angelikuwa yajua kile anachokifanya kile na akafanya kusudi kuzua katika dini, aingia mahali pabaya sana, ambapo Allah amepazungumza katika Qur'an na kusema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah. Na miongoni mwa aya zilizozungumza bid'a kwa maneno makali sana ni hii aya. Allah akawaita wale ambao wameweka sheria katika dini ambayo hakuwaekea yeye, kuwa wale wanaowafuata wamewachukulia kama nani? Washirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah, ama wanawashirika waliowasawazisha na Allah subhanahu wa ta'ala, waliowekea sheria katika dini ambayo hakuidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na bid'a zote hakuziidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuja nazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mubtadi' aweza kuingia katika hii shirk wal iyadhu billah ya kuwachukulia watu kuwa wana nafasi ya kuweka sheria katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuidhinisha. Hii ni hatari. Kisha mtu aje kufanya tamia, yani achukulia jambo la bid'a ni jambo dogo. Wallahi wengi katika wale wanaozungumza bid'a kama kitu kidogo hawajui bid'a nini, wala hawajui hatari yake nini. Lau kama mtu angelikuwa yajua uovu wa bid'a na namna inavyokwaruza na kutia dosari shahada yake anna Muhammad rasulullah, angelikuwa kinusa harufu tu ya bid'a, ile jambo atajiepusha nalo. Sababu hapa kwa guso msingi wa dini mkubwa sana wa shahada, na amali yoyote ikubaliwi isipokuwa kwa nguzo hizi mbili, al-ikhlas wal mutabaa. Ndio maana ikaikwa shahada ya la ilaha illallah na Muhammad rasulullah kuwa ni nguzo moja. Kuna maneno mazuri ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, يقول رحمه الله ودين الإسلام مبني على أصلين. dini yote hii ya Uislamu imejengewa misingi miwili, wahuma, na misingi yenyewe ni kama yafuatayo: tahqiqu shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kuhakiki shahada ya la ilaha illa Allah, kuwa hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa Allah,
na Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Uislamu umejengewa juu ya msingi hii miwili adhimu, na ndio maana ikawa msingi wa kwanza wa Uislamu ni shahada. ثم قال رحمه الله: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وإقام الصلاة أي والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة. na nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu ni kusimamisha sala. Nini maana kusimamisha sala? Ay adauha fi waqtiha tammatan bishurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, ni mtu kuitekeleza ile swala kwa wakati wake, tena ile swala iwe imetimia katika masharti yake, katika nguzo zake, katika yale yaliyowajibu ndani ya swala, kutimia hivyo. والركن الثالث إيتاء الزكاة, na nguzo ya tatu ni kutoa zaka. na إيتاء الزكاة أي أداء ما افترض الله على العبد من الزكاة, awe atatekeleza mja kile alichomfaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala katika zaka, atoe. والركن الرابع صوم شهر رمضان, kufunga mwezi wa Ramadhani, بالإمساك عن سائر المفطرات, mtu akajizuia na vile vinavyofuturisha, من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس, kuanzia kupambauka kwa alfajiri mpaka jua litakapotua. Kwa yule ambaye ni wajibu juu yake kufunga, afunge. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، أي قصد بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج, ni kukusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Hizi ndio nguzo tano kwa kifupi. Na Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala ana uslub katika uandishi wake, huwa mwanzo yuzungumza kwa ujumla, kisha akishamaliza kuzungumza kwa ujumla aingia kuzungumza kwa tafsili, kwa kupambanua, na katika kupambanua ataanza kueleza dalili ya moja baada ya jingine katika yale aliyoyataja. Kwa hivyo insha Allah taala tutaanza kusoma katika kikao kitakachokuja fadalilu ash-shahadati qawluhu taala. Kwa hiyo atakwenda nayo na dalili ya swala na dalili yote, atakwenda nayo siyam mpaka amalize. Akimalizana martaba ya kwanza na kueleza dalili zake, ataenda almartaba athania al-imanu, na hilo pia atalieleza kwa dalili. Kisha atakwenda kwenye martaba ya tatu ambayo ni martaba ya nini? Al-ihsan. Mtawasikia mara nyingi makhurafi wakidai kuwa hii daraja ya ihsan ndio usufi. Ni wakorofi, ni makhurafi, ni wakorofi sana makhurafi. Yani kama usufi ndio daraja ya ihsan, mbona Mtume sana makufundisha usufi? Hakuambia watu wa masufi. Sema daraja ya ihsan ni daraja ya usufi, sufism. Naambia nyinyi makhurafi, wacheni ukorofi nyinyi na dini. Wacheni ukorofi nyinyi, mtapotea vibaya sana. Yani mwafanya hii dini ni vitu mlivyovizua nyinyi, jambo ambalo hakulijua Mtume sallallahu alaihi wasallam wala Abu Bakr wala Umar wala Uthman wala Ali, wote hawakulitambua hili jambo mpaka mje nyinyi kisha mseme hii daraja ya ihsani ndio hii sisi ambao tuko. Basi jamaa, tartibuni. Afu wewe angalia hiyo daraja wanapoizungumza, ndio yale mpaka yafikia hali kuwasema yeye amefikia hali wamuona Allah subhanahu wa ta'ala hivi hapa hapa duniani, hajafika akhira amuona. Na maneno machafu mengi wanaoyazungumza katika mabuku yao yale mashuma, tunaona wazungumza maneno machafu sana wanapomzungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabu wahdat alwujud, ashabu al-ittihad, wacha tu. Kuna mambo mengine hata kuyaeleza pia
ule ulimi wa mzito, namna wanavyozungumza kuhusu Allah subhanahu. Kisha hiyo ndio tuje kutuambia sisi semeni martabatu zandaqa, nyinyi mko kwenye zandaqa, afu mwaita hiyo ndio martaba ya ihsan. La, tutaelewa martabatu ihsan kama alivyoieleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameieleza vipi? Tutaeleza insha Allah. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.